Kaunti ya Laikipia. Laban Mokinda uko tayari. Laban, wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusiana na hali ya afya katika kaunti ya Laikipia? Naam, Onsare, shukran sana, na tukizidi kuhusisha wananchi katika mjadala wa siku leo hapa katika mji wa Nyahururu. Ninao baadhi ya wazee, vile wafanyabiashara katika mji huu ambao ningependa kusikia hisia zao ni zipi kuhusiana na hali ya afya katika kaunti hii ya Laikipia. Karibu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, jitambulishe na utueleze wewe kwa maoni yako unahisi hali ya afya katika kaunti ya Laikipia iko katika namna gani? Kwa majina naitwa Njega Francis kutoka mji wa Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Kwangu katika mambo ya afya katika kaunti yetu ya Laikipia, naona tafadhali tumeshamweleza gavana afanye mambo ambayo yanastahili katika hospitali ama zahanati zetu. Maana changamoto ambalo tunapata ni ya kwamba katika kaunti yetu ya Laikipia, ukienda katika masanahati na katika hospitali zetu, unakuta baada ya wagonjwa kuhudumiwa, unapata huku katika mazahanati ya Laikipia hakuna madawa. Hiyo imekuwa changamoto katika kaunti yetu ya Laikipia. Tumeongea na MCAs, tumeongea na governor na hata senator wanajua ambao waliopo katika uongozi, na hiyo changamoto imeenda kila mahali. Kwa hivyo mimi kwangu nasema hakuna kitu tumefanyiwa. Yeah. Asante sana. Bwana, ukikaribia hapa tunaona kuwa mara kwa mara migomo ushuhudiwa hususan katika hospitali za kaunti ya Laikipia. Unahisi mambo gani ambayo huchangia migomo hii ya mara kwa mara? Mimi naitwa Charles Wahome na mimi ni mkazi wa Nyahururu. Nikishagia juu ya hii migomo, ni serikali tu ishughulikie wafanyakazi. Madaktari wapewe ile salary inayolingana na sheria. Kwa sababu ukiwafinya sana hawatatibu wananchi kwa njia mzuri. Kwa hivyo mimi ningeomba tu serikali iangalie hiyo mambo ya afya. Tena hata ukienda hospitali madawa hakuna. Tena kuna jambo lingine nisikia kuhusu asubuhi, 11 billions ambaye hawa exploiters serikali naiba wakiwa wapi? Sasa waangalie kusije kukatokea mambo mengine kama ni hawa private hospitals washugwe sana wale wanaongeza pesa kwa matibabu watolewe kwenye list, kwa sababu hawa ndio watamaliza ile pesa ambayo inatumika na wananchi na imalizike, alafu tukose huduma bora. Asante. Na bwana, ukikaribia hapa, suluhu ya migomo ya mara kwa mara, vile suluhu ya matatizo ambayo yanakumba hususan hospitali za kaunti ni zipi? Kwa majina naitwa Mudia Igwamiti Ward, mji wa Nyahururu. Mambo ya hospitali kwa hizi za county hata za national ziko na shida kubwa sana, kwa maana tunaona hata tuseme hata kama ni SHA, watu wanatibiwa, SHA hailipi hospitali. Tunaona SHA vile kama SHA sasa vile bilioni 11 tayari zimeshaibiwa. Kwa hivyo inaonekana hizi pesa hatujui zinaenda wapi, hatujui kama ndizo zinapewa watu handout, kwa sababu tunaona serikali inapeana handout pahali popote wanaenda. Hatujui kama hizo pesa ndio inatumika, lakini sasa shida iliyoko sasa ni kwamba hata ukilipa SHA hautatibiwa. Kama sasa ni picha unaambiwa sijui ulipe picha. Kwa hivyo inaonekana sasa hospitali imekuwa baya. Upande wa madawa, hakuna ile hospitali iko na dawa. Ukienda kwa hospitali unakuta tu Panadol, hakuna dawa zingine. Hizo zingine unaambiwa uende kwa chemist. Sasa tunaona hii sasa mambo ni kama imeharibika, na ndio unaona sasa hata kuna migomo ya madaktari, ya nurses, ya clinical officers, na sijui kama tukiendelea hivi inaonekana sasa haitaenda, nchi yetu haiendi vizuri. Asante. Wewe bwana, ukikaribia hapa, unahisi hali ya afya katika kaunti hii ya Laikipia iko katika namna gani? Jina langu ni William Ng'ang'a Kariuki ama Coach Fabe. Hali ya afya katika Laikipia ni hali ambayo imedorora kabisa. Juu hakuna hata dawa. Ukiandikiwa dawa utakuta hiyo hospitali kuu yetu hakuna hata dawa, hata kama ni Piriton hakuna. Unaambiwa uende ukanunue pale nyingine, na inakuwa ni swala sugu sana katika hii Laikipia. Juu utakuta kwamba gavana anunue dawa juu pesa zinakuja hapa Laikipia, lakini unakuta hospitali zetu
hazina hata, unaangaziwa uende ukanue kwa chemist. Kwa hivyo hiyo inaonekana ni biashara ya mtu binafsi. Kwa hivyo biashara ya madawa hapa imedorora kabisa sana. Tunasi serikali na gavana Joshua Wakaora Irungu, tununulie dawa. Sisi Wajiko ama Wagio tumeathirika sana katika hali ya afya. Kwa hivyo wito wako ni upi kwa serikali kuu, vile vile kwa serikali ya kaunti kuhusiana na matatizo au changamoto zinazokumba hospitali nyingi humu nchini? Changamoto zile zinatukumba hapa Laikipia, hospitali zetu iko sawa, lakini hiyo hospitali hata ikiwa ni safi na hakuna dawa, hiyo inafaa ifungwe kabisa, na Joshua Irungu aambiwe, gavana aambiwe atununulie dawa. Juu ni haki yetu kama raia ama Wajiko ama Wagio ama mwananchi wa kawaida kununuliwa. Na hapa sio ati kunyenyekea kwa mtu. Hiyo ni haki yetu kikatiba, tununuliwe dawa na zikuje katika kaunti yetu ya Laikipia. Asante. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji wa Nyahururu wakisema kuwa hospitali nyingi za kaunti hii ya Laikipia ziko katika hali duni, hivyo wanatoa wito kwa serikali kuu, vile vile serikali ya kaunti kuweza kushirikiana kuhakikisha kuwa hospitali zote zimeweza kuboreshwa ili mwananchi wa Laikipia aweze kunufaika na matunda ya afya au ya sekta ya afya katika kaunti. Kutoka wangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Shukran sana Laban Muhinda kutoka Nyahururu, kaunti ya Laikipia, kwa kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka eneo hilo wakiangazia masuala ya afya na vile vile kutoa wito wao kwa viongozi wa kaunti kuhakikisha kwamba huduma za afya zinakuwa ni huduma ambazo ni haki kwa kila Mkenya, kuhakikisha kuna dawa katika hospitali za umma na vile vile kuhakikisha wahudumu wa afya pia maslahi yao yanaangaziwa kikamilifu. Na mtazamaji, hapa studioni